sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni Jumatatu, juma la pili la kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waebrania sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 10, na somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya 2 aya ya 18 hadi ya 22. Karibu tusikilize Injili. Siku moja wanafunzi wake Yohane na Mafarisayo walikuwa wakifunga. Basi walikuja wakamwambia, kwani wanafunzi wa Yohane na wanafunzi wa Mafarisayo hufunga, bali wanafunzi wako hawafungi? Yesu akawaambia, walioalikwa arusini wawezaje kufunga maadamu bwana arusi yupo pamoja nao? Muda wote walipo na bwana harusi pamoja nao hawawezi kufunga. Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga siku ile. Hakuna mtu ashonaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu. Ikiwa ashona, kile kipya kilichotiwa huliharibu lile vazi kuukuu, na pale palipotatuka huzidi. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu. Ikiwa atatia ile divai mpya, itavipasua viriba vile, divai ikamwagika, vile viriba vikaharibika. Bali hutia divai mpya katika viriba vipya. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji katika tafakari yetu, kama tulivyosikia kutoka kwenye somo la Injili takatifu. Leo tunasikia wanafunzi wa Yohane na Mafarisayo wakitoa malalamiko dhidi ya wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo kuhusu suala la kufunga. Wakimuuliza Bwana wetu Yesu Kristo wakisema, kwani wanafunzi wa Yohane na wanafunzi wa Mafarisayo hufunga, bali wanafunzi wako hawafungi? Mpendwa msikilizaji, kwanza kabla hatujaenda mbali zaidi katika tafakari yetu hii, ningependa tuangalie walau kwa ufupi sababu ya wanafunzi hawa kumuuliza swali hili Bwana wetu Yesu Kristo. Kufunga chakula na vinywaji ilikuwa ni moja kati ya sheria muhimu za Kiyahudi, hasa pale walipotaka kujipatanisha na muumba wao. Yaani ndiyo kusema kufunga kulikuwa ni hitaji la msingi na la muhimu sana katika kufanya toba na upatanisho kati yao na Mwenyezi Mungu. Rejea kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16 aya ya 29 hadi ya 31. Lakini tatizo linakuja pale ambapo Mafarisayo wanapogeuza mfungo huo kuwa sehemu ya mashindano na mtindo wa maisha, ambao kwao sio toba tena, bali ni kama kutafuta sifa ili watu wawajue kuwa wanafunga. Hivyo basi, kwa kuuliza swali hili inamaanisha kwamba walitaka kutafuta sababu ya kumshtaki Kristo kama mvunja sheria za Wayahudi, kwa sababu walimu wote au marabi wote wa Kiyahudi walipaswa kufuata sheria za Musa ambazo ndio msingi wa Torati. Lakini Kristo anawajibu akiwauliza swali, je, walioalikwa harusini wawezaje kufunga maadamu bwana harusi yupo pamoja nao? Kwa swali kama hili, Bwana wetu Yesu Kristo aliwataka watambue kuwa yeye ndiyo utimilifu wa sheria yote ambao manabii walitabiri, lakini kwa sababu ya upofu wao walishindwa kujua jambo hilo.
Tujiulize na sisi leo, mara ngapi tumeshindwa kumtambua Kristo maishani mwetu, hasa katika maisha yetu ya kila siku, ambaye hujidhihirisha kwa namna mbalimbali. Mfano, Kristo anaweza akajidhihirisha kupitia wahitaji kama vile yatima, wazee, wagonjwa, wajane na waliotengwa na jamii. Je, tunawachukuliaje watu kama hao? Je, tunapokutana nao tunamwona Kristo mwenyewe ndani yao? Lakini kwa namna ya ajabu mno na ya kipekee sana, Kristo leo yupo nasi katika sakramenti zake 7. Zaidi sana, tunakutana naye kila wakati katika Ekaristi Takatifu. Lakini Mkristo wa leo yuko tayari kwenda kutazama mechi ya mpira wa miguu unaochezwa kwa dakika 90 hata na zaidi, kuliko kutumia walau nusu saa katika kumwabudu Yesu katika Ekaristi Takatifu, ambaye yuko kila wakati kwa ajili yetu. Tena mbaya zaidi, Mkristo Mkatoliki yuko tayari kuamini mafuta ya upako kuliko kuamini katika Ekaristi Takatifu, ambaye ni Yesu mwenyewe aliyejitoa kwetu kama chakula cha uzima wa roho zetu dhaifu. Hakika huu ni zaidi ya ufarisayo ambao unamuumiza sana moyo wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kanisa leo linatuita turudi kwa Kristo ili atuponye majeraha yetu ya kutoamini na pamoja na dhambi tulizo nazo. Bwana anatuita akisema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 28 na aya ya 29. Basi Mkristo mwenzangu, leo tunaalikwa kumkimbilia Bwana wetu Yesu Kristo, na tena hatupaswi tena kuona haya au shaka, kwa sababu yeye alikufa kwa ajili ya wokovu wetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emmanuel Mluge wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Bwana, nimekuja kwetu sisi.